Akizungumzia tukio hilo, kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Mtwara, mrakibu msaidizi Olisa Singiri, amesema zimamoto kwa kushirikiana na wanafunzi pamoja na wananchi wamefanikiwa kudhibiti moto huo ulioteketeza stoo ya kuhifadhia vitu mbalimbali vya wanafunzi kama magodoro, vitabu, daftari pamoja na tranka, huku akitoa wito kwa wananchi kutoa taarifa zimamoto pindi itokeapo ajali badala ya kupambana nayo. Leo asubuhi majira ya saa 12:21 tulipokea taarifa ya uwepo wa tukio la moto katika shule ya sekondari ya Shangani. Kwa baada ya kupokea tukio hilo majira ya saa 12:25 tuliweza kutoka kwa ajili ya kwenda eneo husika kwa ajili ya kutoa msaada zaidi. Lakini tulipofika eneo husika, kwa kweli tulikuta wanafunzi wakipambana, lakini pia tulijumuika nao kwa ajili ya kudhibiti ule moto uliotokea. Moto kweli tumeukuta ukiwa kwenye jengo moja ambalo lina vyumba vitatu, lakini moto uliathiri zaidi kwenye jengo ambalo walikuwa wakitumia matumizi kama store, kwa sababu tunajua mkoa wa Mtwara kuna kipindi wanafunzi wao wanakaa kempu kwa ajili ya kujisomea. Kwa hiyo kile chumba kilikuwa kimehifadhi vitu mbalimbali vya wanafunzi ikiwemo magodoro, madaftari kama mlivyoona wakati tuko kwenye tukio. Kwa hiyo tukafika, tuliudhibiti moto huo, kwa hiyo haukuweza kwenda kwenye vyumba vingine. Kwa hiyo uliathiri kile chumba kimoja tu. Lakini naomba kutoa rai kwa wananchi kwamba moto unapotokea au janga lolote linalohusika na emergency linapotokea, watoe taarifa zimamoto, wasianze kupambana na moto kwanza. Kwa kipindi cha majanga ya moto wasipambane na moto. Wanachotakiwa watoe taarifa hata kama moto ni mdogo kupitia namba yetu ya dharura ambayo ni 114. Pamoja na hivyo kuna namba pia ya kamanda wanaweza wakatumia ambayo ni 0736 watujulishe nini kipo mahali gani kwa kutoa zile taarifa sahihi. Mbali na hivyo hakuna majeruhi wala kifo. Kwa hiyo wananchi tushirikiane kwa pamoja kuijenga Mtwara yetu. Kwa upande wake, afisa elimu wa kata ya Shangani Mwalimu Musa Chitawala na mkuu wa shule hiyo wamesema moto huo umeteketeza vifaa mbalimbali vya wanafunzi vilivyokuwa store, huku akieleza kuwa hakuna mtu yeyote aliathiriwa na moto huo, huku akiwatoa hofu wazazi kuwa watoto wanaendelea na masomo kama kawaida. Niko hapa shuleni tangu asubuhi mara baada ya kupata taarifa ya moto ambao umejitokeza kwenye moja ya jengo letu hapa la darasa, lakini moto umeanzia kwenye store ambapo wanafunzi waliweka vifaa vyao. Na bahati nzuri wazazi na jamii inayozunguka shule walifika mapema sana kujitahidi kuzima moto, na baadaye tukaungana na watu wa zimamoto ambao walifika na wenyewe wakauzima ule moto na kumaliza kabisa. Na hali sasa hivi ni shwari. Watoto baadhi wako madarasani na wengine wanafanya usafi kwa eneo ambalo tatizo limetokea, na hakuna madhara kwa binadamu. Na tatizo limetokea kwenye ofisi moja tu ambapo kulikuwa ni store. Kwa hiyo upande mwingine hakuna tatizo lolote. Kwa hiyo wazazi na jamii kwa ujumla wasiwe na wasiwasi. Na ndio maana watoto wengine tumeshawaruhusu kuingia darasani kwa sababu hakuna madhara yote yaliyotokea. Majira saa 12 alfajiri nilipigiwa simu na mwalimu kwamba kuna tukio la moto kwenye store, na baada ya kufika hapa nilishuhudia tukio, na kwenye ile tukio vile vitu ambavyo vilikuwa kule store viliungua, kwa maana vipande magodoro ambavyo havitumiki pamoja na baadhi ya matranka na fagio ambazo zilikuwa zinakaa kule, na hakuna athari yote ya kibinadamu kwa sababu hapa shuleni hakuna wanafunzi wote wanaoishi. Sasa wanatakiwa watulie, kwa maana ya kwamba hakuna athari yoyote ya ujifunzaji na ufundishaji kwa wanafunzi. Kwa sababu vitu ambavyo tunaendelea kuifanyia tathmini ambavyo tunaamini vimeharibika havina mahusiano yoyote na uendeshaji wa taasisi. Nao baadhi ya wazazi na wanafunzi walioshiriki katika zoezi hilo la uokoaji wamesema, leo asubuhi nimefika hapa shuleni, nimekuta darasa ile hapa linafuka moshi na watu wako nje hapa wanajaribu kuuzima huo moto. Baada ya dakika chache likaja jeshi la uokoaji zimamoto likatusaidia kuzima. Nilipigiwa simu na jirani yangu ambaye wa kwanza na yeye pia kuliona tukio. Akanipigia simu akaniambia Shangani sekondari inaungua moto.
Kwa hiyo mimi nikakimbilia nikaja hapa, tukashirikiana na wananchi wote. Kwa kweli kila mtu aliyekuja hapa aliguswa kwa namna ya pekee hili swala, kwa sababu kila aliyekuja amefikia kushughulika. Waliokuwa wanachukua maji wanamwagia, waliokuwa wanatoa vitu, tulikuwa tunatoa vitu mbalimbali madarasani ili kuokoa visije vikaungua moto. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, ni mimi Christian Ngao wa Upendo TV.